tusafiri na wewe katika Injili ya Mathayo mlango wa 24 mstari wa 35. Thank you. Mathayo mlango 24 mstari wa 35. Injili ya Mathayo 24:35. Biblia inasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae, hata malaika walio mbinguni, wala mwana, ila Baba peke yake. Kwa maana kama vile ilivyokuwa siku ya Noa, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ufunuo Yohana mlango wa 22 mstari wa 12. Tazama naja upesi, na ujira wangu upamoja nami, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Wewe ni Mungu na wewe ndiye Baba, kando yako hakuna Mungu mwingine. Tazama Bwana, nimeinua mikono kwa ishara ya kusarenda mbele zako, ya kwamba pasipo uwezo wako mwanadamu hataweza. Na ndio maana jioni ya leo naitisha rehema kwa ajili ya maisha yetu. Wewe msamaha wa dhambi ukawepo pamoja nasi, rehema zako zikamiminike majira haya. Neno lako ulivyolituma likawe ni dawa na lisirudi bure. Wewe uliyenena ndani ya Injili, 2 au 3 wanapokutana kwa ajili ya jina lako, nawe utakuwa katikati yao, na lolote wanaloliomba utalitenda. Tuko zaidi ya 2 au 3 na tumeungana tukiamini ya kwamba utaongezeka zaidi ya mawazo ya mwanadamu. Bwana, ninashuka ukainuliwe, na pungua ukaongezeke, na jificha ukapate kuonekana. Wewe uliye tena jana na leo, tenda na hata jioni ya leo, na sifa na utukufu zikurudie Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu tunaomba, na watu wa Mungu tuseme amina. Amina yako inaenda kuwa zaidi ya hapo, sema amina. Ongeza amina ya juu zaidi ya hapo, sema haleluya. Praise be to the Lord. Ainuliwe Bwana wa mabwana jioni ya leo. Yeye ni Mungu, kando yake hakuna Mungu mwingine. Yani ayaweza mambo yote, na ayafanya mambo ya maajabu kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Na ndiyo maana jioni ya leo ameturuhusu kuwepo mahali hapa kutangaza habari ya mbingu kwa ajili ya maisha ya mwanadamu aliye chini ya mbingu. Haleluya. Huyo ndiye Mungu nimemleta jioni ya leo, nikwambie ya kwamba anaweza mambo yote, na anaweza kubadilisha, anaweza kupatiana tumaini mahali hakuna tumaini, anaweza kupatiana msaada mahali msaada umekosekana. Huyo ndiye Mungu ninamwongea jioni ya leo. Amenituma niongee na mwanadamu, nimwambie yale yote ambayo tunayaona, yakiwepo majengo, yakiwepo vyeo, yakiwepo chochote ambacho mwanadamu amekiangalia na amekihifadhi kwa maisha yake, yote yatapita. Haleluya. Yani Injili inashangaza, Injili inatia moyo, na Injili pia inafundisha. Yesu akawanenea maneno haya wanadamu, akiwaambia ya kwamba mali na dunia na vyote vilivyomo ndani ya dunia vitapita, lakini neno la Bwana litasimama. Yani vyote ambavyo vinaonekana vinashughulikiwa na maisha ya mwanadamu, vyote vitapita, lakini neno la Bwana litasimama. Yani hilo neno lina maajabu, linaweza kusimama na kuacha vitu vyote viangamie, lakini hilo peke yake ndilo litasimama. Na hilo neno ndilo Bwana amenituma nalo jioni ya leo, nikwambie ya dunia
ulimwengu yote yatapita, vyeo vitapita, siasa itapita, majengo yatapita, madaraka yatapita, hata kazi na mabiashara yote Bwana anasema yatapita, lakini neno la Bwana litasimama imara. Na hilo ndilo Bwana ameituma nalo jioni ya leo. Nikwambie, lipo neno moja katika maisha ya mwanadamu ambalo halitapita, lakini yale yote unayaona yatapita. Hata taabu katika maisha ya mwanadamu itapita, magonjwa tunayaona yatapita, yaliyo na tiba na yasiyo na tiba iko siku moja yatapita, lakini liko neno la Bwana wa mabwana ambalo halitawaipita. Haleluya! Halo! Huu ni unabii ambao ulitabiriwa, na huu unabii lazima utatimia. Na ndiyo maana Mathayo anatukumbusha maneno mazito yaliyofanyika majira ya kina Noa. Maandiko yanasema kama vile majira ya Noa yalivyopita, hivyo ndivyo neno litasimama na yale mengine yatapita. Kumbuka, habari za Noa ni maneno yalitangazwa, ni maneno yaliongelewa tu. Mwanadamu alisimama kama jioni ya leo vile nimesimama, akasema, jamani, nimesikia habari za mbingu ya kwamba Mungu ananiambia anakuja na hukumu. Wazee wa maeneo wale wakamsikia Noa, wakasema, Noa amekuja na habari gani? Mbona anatuambia mambo ambayo hatumuelewi? Wakamsongelea, wakamsikia, wakamwambia, mzee wetu Noa, unatuambiaje? Noa akawaambia, Bwana ameniambia niwaambie, haya yote mnayaona yatapita, anakuja kuyamaliza na gharika. Yani Bwana ameshakasirika kwa ajili ya matendo ameyaona chini ya jua. Wale watu wakamwangalia Noa, wakamwambia Noa, kuanzia baba zetu kina Adamu walikuwepo, hatujawahi sikia habari za mvua ya siku 40. Kuanzia majira hata ya kina Musa hatujawahi sikia. Haya mambo unatuongelesha ni mambo ya namna gani? Lakini Noa ainuliwe na Bwana ndani ya majira hayo, akasimamia neno moja, akawaambia, yale mnayakimbilia yatapita, maana Bwana ameshaniambia ya kwamba gharika inakuja, na ili tuweze kuepukana na gharika, njooni tuliinue safina na tukae ndani ya hilo gharika. Wengi wakamchekelea Noa, wakamtazama Noa, akamwambia Noa, wewe naona kana kwamba umechanganyikiwa, wewe ni mzee na ulale usidi kuota, huenda ikawa umeanza kushikwa na wazimu. Hatujawahi sikia habari ya mvua. Tunajua mvua inakujaga ili watu wapande, mvua inakujaga ili watu walime, mvua inakujaga ili watu wavune. Hii mvua yako unatuambia ni ya lini? Mbona hatujawahi sikia tangu babu zetu? Baba zetu walikuwepo, hajawahi sikia. Je, imekuaje leo? Noa unatuambia habari za mvua. Noa akaendelea kupaza sauti, akawaambia, mwanadamu, Bwana ameniambia analeta gharika, njooni tulijenge safina. Watu wa maeneo ya Noa walikawa na kiburi, wakamuinulia mikono Noa, akamwambia, unatupigia kelele mzee, tuache tuendelee na hali zetu. Majenzi wakati huo wakamwambia Noa, wacha kuchanganyikiwa, tunataka mtu mmoja ashuke. Wakaendelea kumdharau Noa, wakaendelea kumpinga Noa. Noa hakunyamaza. Kama vile jioni ya leo sitanyamaza. Na kuambia Yesu atarudi kaburi ya karibuni. Anasema, tazama naja kupima ujira wa mwanadamu, yale maisha ameishi, yale matendo ametenda, naja kwa ajili ya ujira wa maisha wa mwanadamu. Maandiko yananiambia Noa akaendelea kuongea, akaongea. Watu wakamdharau Noa, watu wakampinga Noa, watu wakamdhihaki Noa, watu wakamtukana Noa, watu wakamwonyesha dharau. Walevi wakapita mbele ya Noa, wakamwambia Noa, kunywa mvinyo labda utarudiwa na akili. Wavutaji wakamwambia Noa, piga pafu labda akili itakurudia. Noa akawaambia, Bwana anakuja na gharika, Bwana anakuja. Wengi wakaona makahaba wakipita, wakamwambia, labda twende Noa tukupe raha, naona
umechanganyikiwa wewe. Noa akamwambia Bwana anakuja. Naona hata mateja wakapita wakamwambia Noa, twende tukufundishe uteja. Noa akamwambia Bwana anakuja, Bwana anakuja. Hawakusikia habari za Noa, wakaona Noa anaota, Noa anacheza, lakini ainuliwe Noa na familia yake. Maandiko yananiambia Noa akayasikia maneno ya Bwana, akaingia kwa misitu, akakata miti ya mivinje, akapima safina, akaanza kulijenga. Haikuwa rahisi Noa kujenga safina, ilimgharimu siku 121 anajenga safina. Halijaisha, anaendelea kujenga. Jioni anahubiri, kiasubuhi anaanza kujenga, jioni anahubiri akiwaambia gharika inakuja. Wengi wakamwinulia mikono, wengi wakamtupia maneno, wengi wakamdharau, lakini hawakujua ya kwamba yale ni maneno ambayo Bwana alikuwa ameyanena kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Hivyo ndivyo Bwana amenituma jioni ya leo, nipaze sauti kama Noa. Huyu Yesu ambaye tunayesema anarudi na ujira wake, ameniambia nikuambie, kama vile ilivyokuwa majira ya Noa, hivyo ndivyo itakuwa majira ya maeneo haya, hivyo ndivyo itakuwa majira ya haya tuliopo. Yesu atarudi tena wapendwa, na anakuja akiwa mawinguni na ujira wa mwanadamu. Sijui unafanya nini leo katika maisha ulio nayo, sijui unatembea wapi katika maisha ulio nayo, maana majira ya Noa watu walimdhihaki. Noa akalijenga safina, Noa akamalizia safina. Mungu akamwambia Noa, majira ya mwanadamu yameisha duniani, na kutuma uende msituni, maana mwanadamu amekataa sauti yangu. Enda ukaongelesha wanyama, enda ukaongee na wanyama, waambie wawili wawili wakufuate nyuma. Ainuliwe majira ya wanyama. Wakati ule walisikia injili ya Noa, lakini mwanadamu alikataa injili ya Noa. Maandiko yananiambia Noa akapanga msafara akiwepo na mkeo na watoto wake. Nyuma wanyama wakamfuata Noa, wakaingia ndani ya safina. Mungu alipoona kila mnyama ameingia na kila kitu kiko ndani ya safina, akashuka akafunga mlango na akamwambia Noa, bakia salama, bakia salama ndani ya safina. Hivyo ndivyo nimekuja niongee na mwanadamu jioni ya leo. Majira ya Noa alijenga safina, majira ya Pastor Aaron tunajenga wokovu, tunaacha dhambi zetu, tunamwaminia Mungu, tunajenga wokovu kwa ajili ya dhambi ya maisha yetu. Maandiko yananiambia Mungu alipoona wanyama wameingia ndani ya safina, akaufunga ule mlango. Baada ya kufunga, ardhi ikafungua kinywa, ikaanza kutoa maji, anga ikafungua mbingu, mvua ikaanza kunyesha. Walio wakulima wakaanza kujipanga na mbegu, wengine wakanunua mbolea, wakasema majira ya kupanda yameanza. Wale wa kufeka mashamba walianza kufeka, wale wa kung'oa miti kwa mashamba yao walianza, wakidhania ni mvua ya kupanda, ni mvua ya kulima, lakini hawakujua ni neno lililotabiriwa na Bwana linaenda kutimia kwa maisha yao. Wakaendelea kujiandaa. Wale wa kutoa pesa zao kwa makaunti wakatoa, ili wangoje mvua ikate waende wanunue mbolea, wengine wanunue mbegu. Lakini jambo la kushangaza, mvua ikaendelea kunyesha. Wiki ya kwanza ikaendelea kunyesha, wiki ya pili ikaendelea kunyesha. Ni kama majira wakati huo, runinga zikaanza kutangaza, maradio na magazeti yakaandikwa, jamani, El Nino inakuja. Walio karibu na mwito, kimbilieni milimani, maana El Nino, La Nino inakuja. Watu wakaanza kuhama kwa maporomoko, maana maporomoko yalianza. Wiki ya tatu mvua ikaendelea, wiki ya 4 ikaendelea. Wale waliokuwa wanangojea ishe, haikuisha. Siku 30 maji yakawa yamejaa, mito imefurika, maziwa yamefurika. Watu wakakimbilia milimani wakijitia moyo katika Bwana ya kwamba hii mvua itaisha. Wengine wakaipatia masiku. Manabii wa majira hayo waliokuwa waongo wakatabiri, wakasema Bwana amewaambia kesho mvua haitanyesha tena. Waganga na waganguzi wakatoa vitungule vyao, wakasema tunafunga hii mvua haitanyesha tena. Hawakujua neno lililotabiriwa na Bwana litatimia kwa maisha ya mwanadamu.
mwanadamu. Na ndio maana nimekuja mnarani jioni ya leo. Yesu amesema atarudi. Hayo maneno yanaweza kuwa historia kwa maisha yako, lakini kuna majira yatatimia. Hayo maneno yanaweza kuwa na kelele kwa maisha yako, lakini kuna majira yatatimia. Anasema anarudi, yuko karibu, anakuja, na atakuja kwa ajili ya kupima ujira wa maisha ya mwanadamu. Mwanadamu, unajenga nini? Ni nini unajenga ndani ya maisha yako? Ni nini unafanya katika maisha yako? Mwana wa Mungu aliye hai anarudi. Anarudi kwa ajili ya maisha ya mwanadamu. Anarudi kuleta hukumu katika dunia ya leo. Anarudi kuleta gharika ya moto. Mwanadamu, sikia sauti ya Bwana. Majira ya Noa alisikia wakapinga. Majira ya Noa alidhihaki. Majira ya Noa alirusha mikono. Majira ya Noa alifanya hata vitimbi. Majira ya Noa aliandika labda hata katika internet, wakamfanya Noa kama kibonzo. Wengine labda wakamweka ndani ya jeneza vile tunaona, lakini hawakujua ya kwamba neno la Bwana litatimia lililonenwa. Hivyo ndivyo nimekuja jioni ya leo nikwambie yale maneno ambayo yalionenwa nyakati za mwisho yatatimia. Na ndio maana maandiko yanasisitiza, anasema tazama anakuja, yuko mlangoni, anabisha katika moyo wa mwanadamu jioni ya leo. Anauliza, ni nani mwanadamu leo ataniamini? Maana majira yake yamebakia kidogo. Kipenga kimebakia kipuliziwe katika anga, tarumbeta ipigwe. Mwanadamu, angalie ni wapi ataenda. Yesu anarudi. Hello! Hello! Yani majira ya Noa yalikuwa kama ndoto. Wengine walidhania ni taarifa za kawaida, lakini wakashangaa. Hivyo ndivyo maji yakafurika. Waliokuwa katika milima wakafikiwa, waliopanda juu ya miti wakafikiwa. Dunia nzima yote ikapita. Walio na magorofa yakazikwa, akaupisi kaharibika. Maisha ya mwanadamu yakabadilika. Wale waliokuwa wanaogelea wakalifuata safina, angalau wafunguliwe mlango. Lakini namuona Noa akiwa anawachungulia, anawaambia yale niliwaambia, hayo ndiyo yametimia. Mtafanya nini? Na maana aliyeniambia ameshafunga mlango na ameenda na funguo. Labda mumuulize yeye, anaweza akashuka kwa wafadhili akawafungulia mlango. Ikawa ni jambo la kulia. Mwanadamu akafutiliwa na maji. Mwanadamu akaangamia. Wazee wakaangamia. Wamama wakaangamia. Vijana wakaangamia. Watoto wakaangamia. Wanyama wakaangamia. Matajiri wakaangamia. Masikini wakaangamia. Kwa ajili ya neno lililotabiriwa likatimia katika maisha yako. Naongea na mwanadamu anayenisikia jioni ya leo. Haya maneno ninayaongea nikikwambia ya kwamba yaliyotabiriwa yatatimia. Yesu anasema atakuja. Atakukuta wapi mwanadamu? Ni wapi atakukuta dada yangu? Ni wapi atakukuta dada yangu? Ndugu yangu, mama yangu, mzee wangu, Yesu atakukuta wapi? Maana anasema anakuja. Yeye anasema atarudi. Yeye anasema atarudi. Atarudi na ujira wa mwanadamu. Kwa maofisi unaweza ukahonga. Kwa ndugu zako unaweza ukawadanganya. Kwa vijiji unaweza ukapendelewa. Kwa kabila ya kwenu unaweza ukapendelewa. Lakini yuko mwana wa Adamu anayerudi. Yeye hana upendeleo. Maisha yako ndiyo yatakufanya uende mahali ambapo ulijichagulia. Tunaweza kukuombea ukiwa ndani ya jeneza, tukasema pelekwa mahali pema peponi, tukasema abarikiwe kwa kazi aliyoifanya. Lakini nakwambia jioni ya leo, nikwambie maombi ya askofu, maombi ya mitume, maombi ya nabii hayawezi yakabadilisha matendo yako uliyotenda jioni ama mchana ama asubuhi ama usiku, bali maamuzi yako ndani ya moyo wako. Na ndio maana aliyenituma jioni ya leo anasema ako karibu kuja tena, na yale ambayo aliyoyatabiri ya kwamba atarudi ni kweli. Mwanadamu, sikia sauti ya Bwana. Yesu atarudi na mali haita
hayatakutetea, majina hayatakutetea, kujulikana na mwanadamu hakutakutetea, vyeo serikalini havitakutetea, michengo uliyo nayo haitakutetea, ila damu ya Yesu na neno la msamaha, hilo ndilo litakutetea. Na ndio maana Bwana amenituma jioni ya leo nikwambie, ilivyotendeka majira ya Noa, hivyo ndivyo itatendeka majira ya Mwana wa Adamu aliye hai. Ananiambia atarudi, ananinongozea atarudi, ananielezea atarudi. Na ndio maana napasa sauti munalani jioni ya leo, kwa yule mama, kwa yule mzee, kwa yule kijana, kwa yule mtoto, nikikwambia Yesu wa Nazareti atarudi. Ni wapi mama atakukuta? Ni wapi kijana atakukuta? Ni wapi mzee atakukuta? Unaweza ukasema ya kwamba asa hayo tumeyasikia tangu tulipozaliwa, tuliambiwa atarudi. Ni kweli, hata mimi niliambiwa atarudi, nikadhihaki kama wewe. Lakini nilipomwamini ndani ya moyo wangu, nikaisoma Biblia na nikaona yale yote ambayo yalinenwa ndani ya Biblia yalitimia. Kama yaliyopita yalitimia, hata yanayokuja yatatimia. Na ndio maana nimekuja niandae moyo wako mwanadamu. Unaweza ukawa unafurahia hiyo dhambi, unaweza ukawa unafurahia wa uvutaji, unaweza ukawa unafurahia wa ukahaba, unaweza ukafurahia hiyo pombe, unaweza ukafurahia hiyo miungu uliyoweka ndani ya nyumba yako. Lakini ole wako jioni ya leo, aliye hai Mwana wa Adamu aliye katika mkono wa Baba wa kiume ananiambia nikwambia atarudi, na anarudi na ujira kwa mikono yake, ili amlipe mwanadamu kwa matendo yake. Leo ukiondoka utaenda wapi? Unaweza ukasema nitazikwa kifahari, nitajengewa ndani ya kaburi, nitapekewa taji, nitaekewa kila kitu, sanduku langu litakuwa la ghali. Ni sawa, hayo yote yanaweza yakafanyika, lakini elewa hayo ni ya dunia, yatapita. Lakini liko neno moja ambalo litasimama, ya kwamba Yesu Mwana wa Daudi atarudi kutoka mbinguni kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, kwa ajili ya hukumu ya maisha ya mwanadamu. Majira ya Noa gharika iliangamiza, majira ya Pasa Aaron moto utateketeza. Ni wapi utaenda mwanadamu? Ni wapi utaenda mama? Ni wapi utaenda mzee? Ni wapi utaenda kijana? Leo unaweza ukasema tumewasikia. Ni kweli umewasikia, hata mimi niliwasikia hivyo hivyo. Lakini jioni ya leo nina habari njema, nikwambie imani huja kwa kusikia na kusikia na kusikia na kusikia na kusikia. Hivyo ndivyo ilibadilisha maisha yangu, na ndio maana nasisitiza haya maneno. Atarudi Mwana wa Adamu, atarudi Yesu wa Nazareti, atarudi, atarudi, atarudi. Mnalani atarudi, Kilifi atarudi, Mombasa atarudi, Nairobi atarudi, Kenya atarudi, Uganda atarudi, Tanzania atarudi, Afrika atarudi, Asia atarudi, Europa atarudi, dunia nzima Yesu atarudi. Atalakiwa na waliomwamini, atalakiwa na waliojenga wokovu ndani ya maisha yao, atalakiwa na waliosamehewa dhambi, atalakiwa na waliokata kauli ya kuacha dhambi, atalakiwa na waliomwamini ndani ya mioyo yao. Na ndio maana amenituma jioni ya leo. Nasikia niongee tena, amenituma jioni ya leo niongee na wewe mzee, niongee na wewe kijana, niongee na wewe mama, nikwambie ile dhambi iliyofanywa majira ya Noa iliwapeleka ndani ya gharika, hiyo dhambi haijawahi badilika. Hiyo unaifanya leo, na itakuletea jehanamu, itakuletea mauti ya jehanamu. Unaweza kuiacha kama vile Noa alivyokata kauli, na maisha yako yakawa sawa, na familia yako ikawa sawa, na hatima yako ikawa sawa. Elewa, kunayo maisha ya duniani na kuna maisha ya mbinguni na kuna maisha ya jehanamu. Ni wapi utaenda ukiondoka dunia hii? Ni wapi utaenda ukiondoka dunia hii? Kuna historia moja ninaikumbuka, hii historia inanitia moyo. Mama mmoja
aliyekuwa na mtoto wake mdogo. Yule mama, nimezoea kuisema hii historia, na ndio maana nasikia niimalizie mahali hapa jioni ya leo. Niseme hivi, huyu mama alikuwa kama mama kama wewe. Huyu mama alikuwa mwanadamu kama wewe. Huyu mama alikuwa kijana kama wewe. Baba, Biblia historia inaniambia hivi, mama akawa anafua nguo zake mahali pale, akawa na mtoto mdogo kama vile ulikuwa na kama vile uliye naye. Maandiko yananiambia huyu mama alikuwa anafanya shughuli zake kama vile Biblia inasema, Mungu atabariki kazi ya mikono yetu. Akaendelea kufanya kazi ya mikono yake, akiandaa malazi ya nyumba yake, akiandaa vitu vya nyumba yake. Yule mtoto alikuwa kando yake. Mtoto akaanza kutembea kama kawaida yake, akaona ni raha ya kutembea, maana ndivyo alivyokuwa anaanza kutembea. Akatembea akicheka huku anajiangusha, anatembea anacheka huku anajiangusha. Mama anaendelea na kazi zake, maana anasikia kicheko cha mtoto, akajua mtoto yuko salama. Mtoto anapoendelea anasonga mbali na mama. Jambo la kushangaza, kama mita 30 palikuwa na shimo. Yule mtoto akaona kidude mahali mbele yake, akasema nitaenda niangalie ile shimo. Anaenda huko, anaanguka, anacheka. Akalikaribia lile shimo, akaangalia ndani ya lile shimo, akaona kana kwamba kuna vitu vinametameta. Moyo wa yule mtoto akasema, nitashuka kwa hili shimo niangalie ni nini na metameta. Yani mtoto akaingiza miguu, akashuka, akaketia lile shimo. Jambo la kushangaza, akiketi juu ya ile, akaona kuna kama pilo. Akaanza kushika yale ile maridadi, akayashika huku anamwambia mama, njoo uone maridadi. Mama akashangaa, mtoto aliyekuwa upande wangu ameenda wapi? Akauliza, akaita Moses, uko wapi? Akasema, mama, njoo uone maridadi. Hamuoni mtoto, lakini anasikia sauti. Akatafuta mtoto, uko wapi? Ni wapi mtoto uko? Hivyo ndivyo Mungu amenituma jioni ya leo. Anauliza, uko wapi mwanadamu? Uko wapi mzee? Uko wapi kijana? Uko wapi? Maana Bwana anakutafuta. Anakutafuta kupate ndani ya ibada, anasema uko wapi? Anakutafuta kupate ndani ya wokovu, anasema uko wapi? Anakutafuta kupate ndani ya kanisa, anasema uko wapi? Anakutafuta kupate ndani ya maombi, anasema uko wapi? Mama akaendelea kuongea, uko wapi mwanangu? Mtoto akaendelea kusema, maridadi mama, njoo uone. Mama akasikia sauti, akaanza kulifuata lile shimo. Baada ya hapo akatazama, kumbe mama alikokuwa ameshaelewa. Akamwambia, mwanangu, hayo si maridadi, ni chatu umemkalia. Yule mtoto akasema, hapana, haya ni maridadi, haya ni maridadi. Akamwambia, mwanangu, nyosha mkono, huyo ni chatu umekalia. Mtoto akasema, mama, haya ni maridadi, ni maridadi. Hivyo ndivyo leo unasema. Basi anakuambia Mungu anakutafuta. Bado unasema unasikia utamu wa hiyo pombe. Bado unasema unasikia utamu wa huo ukahaba. Bado unasema unasikia utamu wa dunia. Unayaona maridadi ya ulimwengu, unaona maridadi ya ukahaba, unaona maridadi ya ulevi, unaona maridadi ya kufuga miungu. Lakini nimekuja kama yule mama ndani ya lile shimo kwa yule mtoto. Nyosha mkono nikutoe mahali hapo. Mtoto anasema, mama, haya ni maridadi. Chatu akaanza kusikia uzito ndani ya mwili wake. Akaanza kugeuza kichwa chake, angalie ni nani aliyemkalia na ni nani anayeongea. Alipoangalia akaona kitoweo. Akasema, umejileta mwenyewe, na haina haja niende nikiwinda, umeshajileta mwenyewe. Chatu akamkunja yule mtoto, akajinyoosha. Baada ya sekunde za kuhesabu, yule mtoto akaaga dunia. Chatu akapanua mdomo, akamumeza
itakumeza. Nimekuja nikuambie, dunia ni shatu. Inaweza ikameza maisha yako, inaweza ikameza familia yako. Leo unaweza ukafurahia hiyo dhambi, leo unaweza ukafurahia huo ukahaba, leo unaweza ukafurahia hiyo pombe, leo unaweza ukafurahia huo uchana, lakini hiyo ni dunia, itakumeza. Kama yule mtoto angelimsikia mama yake, angeliinua mkono na akanyosha, na mama akamtoa kwa ile shatu, angeliendelea na maisha, akaona hatima yake. Na ndio maana nasikia niongee na mtu maeneo ya leo jioni ya mahali hapa. Kuna mtu Bwana anamtafuta, anauliza, kijana uko wapi? Maana Yesu yu karibu kuja. Anataka badilishe moyo wako, anataka badilishe roho yako, anataka badilishe ndoa yako, anataka badilishe roho yako, anataka badilishe menendo yako, anataka abadilishe maisha yako. Huyo ndiye Mungu ananiongelesha, ananiambia nikuambie, badilisha mawazo yako jioni ya leo. Hayo mambo unayaona kama furaha yatakuletea mauti, yatakuletea kifo, yatakuletea jehanamu. Waliyasikia maneno ya Nuhu, wengi waliyapinga, lakini mwishowe walilia. Singelipenda ulie mwanadamu. Bwana ameniweka hapa jioni ya leo niongee na roho yako, nikwambie kunayo nafasi, unaweza ukabadilisha moyo wako na ukamwishia huyu Bwana wa mabwana ambaye yuko tayari karibu kurudi, ukamwishia huyu mfalme wa wafalme ambaye anaweza kubadilisha maisha yako. Wapendwa, unaweza ukauliza, hayo mambo pasa tumeyasikia na tujawahi badilika. Niko mmoja wao aliyenibadilisha, anaweza ataka kubadilisha wewe. Nilikuwa zaidi ya wewe labda, lakini Bwana aliposhuka kabadilisha maisha yangu. Huyo ndiye Mungu ananiambia leo atabadilisha maisha yako, maana yuko anakuja. Yeye yuko anaandaa anakuja, yeye yuko anaandaa anakuja. Akija leo atakupata wapi mwanadamu? Akija leo atakupata wapi mama yangu? Akija leo atakupata wapi kijana? Jehanamu wapendwa, kuna moto. Jehanamu kuna mateso. Jehanamu kuna kilio. Usitamani kwenda jehanamu, tamani kwenda kwa Baba aliyeziumba mbingu na nchi. Yeye ana faraja ya moyo, yeye ana tumaini la uzima. Nakwambia jehanamu kuna kilio. Unaweza ukasema, pasa jehanamu ulienda lini? Ni kweli sijawahi enda, lakini nimesoma ndani ya Biblia ninayohubiri, na nimesikia na nimeyaona matendo yaliyo ndani ya Biblia yakinena habari za uzima, yakinena habari ya jehanamu. Na kama yaliyopita yaliweza kutendeka, hata hayo ambayo tumeyasoma yatatendeka. Na ndio maana nalilia moyo wako jioni ya leo, nalilia roho yako jioni ya leo. Yesu akirudi utaenda wapi mama? Yesu akirudi utaenda wapi mzee? Yesu akirudi kijana utaenda wapi? Yesu yu karibu kuja. Badilisha maisha yako mwanadamu. Yesu yu karibu kuja. Badilisha maisha yako mzee. Yesu yu karibu kuja. Badilisha maisha yako kijana. Raha ya dunia itapita, anasa ya dunia itapita, ujana wa dunia utapita, umama wa dunia utapita, lakini neno lake la uzima litasimama. Akirudi leo utarudi wapi? Akirudi leo utaenda wapi? Nasikia kulilia moyo wako jioni ya leo, maana akirudi utaenda wapi mwanadamu? Yesu akirudi utaenda wapi? Yaliyoandikwa yatatimia. Yalitimia majira ya Noa, yanaweza yakatimia majira yetu. Yalitimia uzao wa Noa, yanaweza yakatimia uzao yetu. Mwanadamu, Mungu anakutafuta jioni ya leo, ananiambia nikuambie yuko tayari kurudi. Utaachana na dhambi mpaka lini? Dhambi haina uzima, dhambi ina mauti, dhambi haina furaha, dhambi ina kilio. Lakini yuko mwanamume zaidi ya wanaume. Yesu wa Nazareti atakupatia tumaini la uzima. Yesu wa Nazareti atakupatia tumaini la amani. Yesu wa Nazareti ameenda kuandaa makao. Mwanadamu,
Yesu anakuita jioni ya leo, ananiambia nikwambie, akija majira haya utaenda wapi? Ama leo kifa roho yako itaenda wapi? Kuishi ni Kristo na kufa kutakuwa faida, wakati ambapo umemwamini huyu mwana Yesu wa Nazareti. Na ndiyo maana jioni ya leo anasikia ndani ya moyo wangu, ananiambia nikwambie, je, leo akirudi utaenda wapi? Nasikia ndani ya roho yangu ananiambia, je, leo akirudi utaenda wapi mama? Leo utaenda wapi mzee? Leo utaenda wapi kijana? Yale ambayo umeang'ang'ania, hayo mambo yatapita. Yale ambayo unayaona kuwa faida, hayo yatapita. Hayo unayaona kuwa muhimu, hayo yatapita. Lakini neno la Bwana wa mabwana 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 wa mabwana, litasimama imara, litasimama imara, litasimama imara. Kama unaamini, inua mikono yako, sema haleluya. Inua mikono yako, sema haleluya. Inua mikono yako, sema haleluya.